tunaabudu mizimu, tunapishana humo barabarani. Lakini ninachotaka kuzungumza hapa ni ile ibada inayomfunua Mungu kwenye maisha yako. Na hiyo ndio tuliona jana, kwamba nguvu ya ibada inafunua Mungu aonekane kwako. Ipo tofauti kubwa, na hii unaweza kuandika. Ipo tofauti kubwa kati ya kukiri tuna Mungu na nina Mungu. Watu wanachelewa kuelewa kidogo. Kuna tofauti ya kukiri nina Mungu na tuna Mungu. Ukishaanza kujawa na lugha tuna Mungu, maana yake huna uhakika na kile Mungu anachokifanya kwenye maisha yako. Na ndio maana sasa hatutakiwi tuendelee kusema Mungu wa Ibrahimu. Tunataka tuseme Mungu wa Nywage nitendee, kwa sababu namfahamu Nywage. Mungu amemtoa wapi na mimi amenitoa wapi, amenifikisha wapi. Hao tuko pamoja? Acha lugha ya haukosei ukisema Mungu wetu, uko sawa. Kwa sababu Mungu huwa anatenda kwa ujumla wetu, lakini yenye nguvu zaidi ni Mungu anapotenda kwangu. Hapo anapotenda kwangu, huyu ndio anakuwa Mungu na nitakuwa shahidi wake. Na ndio maana nitahubiri ulimwengu kwamba Yesu anaokoa, kwa sababu aliwahi kuokoa kwangu na ninamwona anatembea pamoja na mimi. Na nataka niwaambie kanisa la Kristo, leo tuko butu sana kwa habari ya kuushawishi ulimwengu umwamini Yesu Kristo. Na hili wacha nilizungumze kabla niendelee na somo hili. Kwa nini tumekuwa butu? Hatuushawishi ulimwengu umkubali Yesu. Shida, tumefumba vinywa, hatuusemeshi ulimwengu. Kinyume chake, ulimwengu umelisemesha kanisa, limeathirika. Kuna mtu ananisikia jioni ya leo? Unatakiwa utangulie kuusemesha ulimwengu. Maana wewe kwa asili tangu umeokoka unaitwa chumvi ya dunia. Na ndio maana chumvi isipotoa makali yake, ulimwengu unaendelea kuharibika mbele ya macho yetu. Haitakuwa hivyo hapa majani mapana, haitakuwa. Lazima tuendelee kuwa chumvi ambayo haijaharibika. Natamani uambukizwe, uwe na injili iliyo hai. Abudu mahali hapa mpaka kieleweke. Abudu mahali hapa mpaka Mungu abadilishe utumishi wako. Uondoke kwenye ngazi ya chini upande, uende ngazi nyingine. Nisikie amina yenye afya katika nyumba ya Bwana. Hiyo. Kwa hiyo jana tukaona nguvu ya ibada. Ibada inamdhihirisha Mungu kwenye maisha yako. Tuko sawa? Kama kwamba haitoshi, tukaangalia kwamba ibada ndio mahali pekee pa kusababishia huduma ziwe na makali. Yaani ili huduma yako iwe na makali, inategemea kiwango cha kuabudu kwako. Na ndio maana mtu yeyote mwenye bidii katika kuabudu akisimama kuushawishi ulimwengu umkubali Yesu, haushawishi kwa akili, anaushawishi kwa ishara za kimungu. Na ndio maana ibada pekee ndio inayonoa kanisa lionekane ndio kanisa, ndio mahali pa makimbilio. Ninaeleweka na mtu aliyeokoka eti? Tukiwa na ibada yenye udhihirisho wa kimungu hapa kanisani, watu watafanya kuwa lango la makimbilio, mahali pa kutupia shida zao, mahali pa kuacha magonjwa yao, mahali pa kuachia laana zao, waondoke wakawe ushuhuda kwa mataifa ya kwamba kwenye kanisa la KLPT yupo Mungu anayeishi, anayeweza kuamulia maisha. Hilo. Lakini jambo lingine tuliloliona jana, niende haraka, kicho kinaongezeka tunapofanya ibada. Hofu ya kimungu na kicho cha kimungu kinaongezeka kwa kanisa. Wana wa Mungu, nataka niwaambie hivi, siku hizi, wacha nikwambie, sasa hivi ulimwengu tunaoishi wa kidigitali huu unataka kuona matendo ya Mungu zaidi kuliko mbwembwe za mdomoni.
Yaani wewe kama barua katika mji wako, watu wanataka kuusoma wokovu kwenye maisha. Wote tunaenda soko mjinga, wote tunauza, lakini watu wanachungulia wokovu wako unakusaidiaje. Ndicho ulimwengu unachotaka sasa hivi. Ulimwengu unataka kuona Yesu amekutoa wapi. Ndio maana jana nimekukatalia kama kanisa la Kristo, hautakiwi kula unachokiona, unatakiwa kula unachokipenda. Hapo ni ngumu sana kueleweka, lakini chukua hiyo dozi, utaelewa baadaye. Unatakiwa kula unachokipenda na wala hautatakiwa kula unachokiona. Maana Mungu wako aweza kukutoa kutoka vumbini akakuleta akakuketisha pamoja na wakuu. Hiyo ndio ahadi ya Mungu tunayemwabudu, na ndio kazi ya Mungu. Kamuulize Yabesi. Anaitwa Yabesi kwa sababu alizaliwa katika namna ya uchungu. Mimi sijajua yule mama alikuwa na uchungu wa namna gani. Bila shaka atakuwa alitelekezwa na yule baba aliyembebesha mtoto. Sasa akamuita na mtoto Yabesi, asipatikane shida katika nyumba ya Bwana hii. Lakini Biblia inasemaje? Yabesi akagundua jambo hili moja: ili kubadilisha jina langu la uchungu, natakiwa niwe na ibada. Nisikie amina katika nyumba ya Bwana. Akajua kabisa lazima niwe na ibada. Ibada itabadilisha jina la kunuka, nitanukia. Akamlingana Mungu. Alipomlingana Mungu, neno Yabesi likafutika, akaitwa aliyebarikiwa. Ibada na kuombea kwa Mungu ibadilishe maisha yako. Usifanye ibada ya hasara. Na ndio maana Mungu hataki tufanye ibada. Anasema watu hawa wananiabudu bure. Unajua kuabudu bure, yani kuabudu alafu natoka kama ulivyoingia. Uliingia huwezi, unatoka huwezi. Hiyo haiwezi kuwa ibada. Mimi wanatamani niingie niteremkie hiyo ngazi, nikiingia hapa ninaingia siwezi, nitatoka naweza. Ninaingia naogopa, natoka nikiwa shujaa wa Kristo. Maana Bwana kwenye hiyo ibada amenibadilisha. Hiyo ndio nguvu ya ibada. Wana wa Mungu, nachelea kusema kizazi hiki kinapoteza misingi, lakini mradi Mungu amejisazia watu wanaotuamsha, bado misingi itaimarika, itasimama. Jambo lingine tulioliangalia, ibada ndio pekee inayozaa huduma. Kuna watu hapa hata anauliza mimi, hata hajui ana huduma gani. Hajui huduma alionayo. Nataka nikutangazie leo, haujui huduma yako, ingia kwenye ibada. Na ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema watu hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu, hapo tu ndo ninapopapenda. Sitakagi nitoke kwenye ibada Mungu hajasema na mimi. Lazima aseme jambo. Mradi tu nikiamua kufunga na kuomba, Mungu lazima aseme jambo. Kwa sababu niko mbele zake, sitatoka na neno langu, nitatoka na neno la Kristo. Anasema ndipo Roho Mtakatifu kaniambia mnitengee Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Wewe angalia yale majamaa yalishuka yakaingia kwenye kisiwa kimoja yakapita Seleukia, yakateremka yakaingia Pafo. Yalipofika Pafo wakakutana na kioja. Mchawi mmoja amekaa hapo, anasababisha watu wasimwamini Yesu. Na ndio maana hata katika mji wetu hawakosekani watu wa namna ile. Lazima watakuwepo. Watu wanazuiliwa kuokoka kwa jina la Bwana, kwa ibada tutakazozifanya kwenye jengo hili. Mji wa Tanga utafunguliwa. Anga la Tanga litafunguliwa. Waliolala wataamshwa. Maana ibada italeta ufunuo mpya. Atakuja Mungu kwa namna ya kipekee. Watu wataokoka, watu wataponywa hapa. Na jengo hili mtakuja kuliona kwamba ni dogo, hata kama leo mnaliona ni kubwa. Na nataka nikutie moyo, anza kuangalia kama Mungu anavyoangalia. Hamko peke yenu, kuna maelfu wanakuja. Tunachotakiwa kufanya ni ibada. Mungu hawezi kuwakimbizia watu anaowataka akawakimbizia mahali ambapo hapana ibada. Ninyi mkiamua kuwa watu wa ibada, Mungu atawaleta mataifa waponyeke. Maana Mungu wetu amesema
Tukishaokoka tukajaa Roho Mtakatifu, ndani mwetu kutatoka mito, nayo itabubujikia uzima wa milele. Nisikie kwa mtu aliyeokoka, Mungu akishatuokoa, ibada yetu itaelekea uzima wa milele, itawavuta wengi waje kwa Kristo. Na ndio maana Mungu anasema Kristo akiinuliwa, yeye itakuwa ni kibarua chake kuwavuta wengi waje kwake. Sisi kibarua chake tumwabudu Mungu wetu aliye hai. Ndio kibarua chetu. Tufike hapa, tupige magoti kieleweke, halafu Mungu ataona kuna sababu ya kuwaleta watu. Nisikie amina kwa watu waliookoka. Leo nataka niende na point nyingine. Ibada inaleta kufunguliwa kutoka katika vifungo. Ndio nguvu ya ibada. Hatufanyi tu ibada. Ibada inaleta kufunguliwa kutoka katika vifungo. Na hii jana tuliisema kwa uchache, lakini wacha nizungumzie kwa kutumia andiko hili. Kitabu cha Esta. Kitabu cha Esta. Kwenye kitabu cha Esta na ile sura ya 4, hebu tuisome tu kwa kurukaruka. Ina mistari tu 17, lakini imesheheni matendo ya Mungu, ingawa hajaandikwa kwenye hicho kitabu Mungu, lakini wao waliandika au hawakuandika, tunaiona kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi kwenye kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa 1: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Nampenda Mordekai. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwa na msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata wengi wakalala juu ya magunia na majivu. Basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Hapo napapendaga hapo tu. Kama kuna kitu ambacho Mordekai alifanya cha maana, unajua, wacha utajua kila kitu kinachokuja kuumiza maisha yako, lazima ujue. Na unajua, ukitaka kuelewa kwamba nimefikia penyewe kwenye jaribu lolote, nisikilize jioni leo. Ukitaka uone kwamba umefika penyewe, lazima mbaki peke yako. Hayuko wakuja kuletea soda wala sukari, hayuko wakuambia pole. Ndio hapo ndio kilele, unaonesha kwamba umefika mahali penyewe. Na unajua Mungu huwa anatuacha tufikie hapo ili abaki yeye kuwa Mwokozi. Usitegemee nguvu zako wala za ndugu zako wala fedha yako wala uwezo wako. Mungu atakuacha ufike kwenye kilele. Mwangalie Yesu alipofika kwenye kilele cha juu cha jaribu la kuokoa ulimwengu, alibaki peke yake. Hata kina Petro waliokuwa na panga za kufyeka masikio ya watu walilala mbele. Hawakuwahi kuendelea kukaa na Yesu, akabaki peke yake. Nataka nikwambie, siku kibaki peke yako ndiko mahali ambapo pana wokovu wa Bwana. Ukibaki peke yako. Mordekai anasikia taarifa, umeandaliwa msiba wa taifa zima la Yuda, mnatakiwa kufa. Hakuna kwenda nyumbani kwa mfalme kuleta hoja yoyote. Saini ya Umedi na Uajemi imesha sainiwa. Ninachomshukuru Mungu ni kitu kimoja tu, yeye huondoa saini za wanadamu wote duniani. Wao wameidhinisha kufa, lazima Mungu atafuta saini, anabadilisha, anaichana hati, anaweka uzima. Ndio maana wacha nikutangazie tangazo la imani. Si kila tangazo linakuhusu.
Si kila tangazo linakuhusu. Kulisoma lisome kwa bidii na kwa raha zako, lakini sio lako. Kuna mtoto wangu mmoja alikuwa anaomba kazi. Amekaa miaka 10 tangu amemaliza chuo na hajapata kazi. Nikamwambia, mwanangu, andika barua, nenda pale TFS watakuajiri. Akasema, baba, nimekuta pale wamesema hatupokei barua za maombi wala hakuna kazi. Nikamwambia, hilo tangazo sio lako. Nisikilize mimi. Andika barua halafu njoo nayo. Akaenda kaiandika kitaalamu anavyojua. Kaweka na CV yake imenyoka, kaleta. Nikamwambia, Mungu uishie kwa wengine imekoma, si kwa huyu. Maana kwako ni mwaminifu, anakuabudu wewe uliye hai. Hana miungu. Wengine wametumia rushwa, wengine wametumia uwezo walionao, lakini huyu mwache aende kwa jina lako. Nikamwambia, chukua barua mwanangu, nenda. Tulikaa miezi 3 na tangazo lilobandikwa karibu limekuwa kuukuu, anaitwa. Akaniambia, baba, nimeitwa. Nikamwambia, ndio hivyo, itika. Kama umeitwa unasubiri nini kuitika? Itika, nenda. Leo hii ni afisa misitu yuko pale. Si kila tangazo linakuhusu. Acha kukata tamaa. Acha kukata tamaa. Kuna watu hapa wameuawa na matangazo, na shida kubwa zinatembea kwenye taarifa. Utakosaje kizazi hiki taarifa? Maana utasikia huyu ameumwa, anaumwa, kiuno kimeteguka, huyu miguu inasagika, huyu hivi. Utasikia taarifa nyingi, lakini yuko anyamazishaye taarifa. Yupo. Na jioni ya leo ananyamazisha hizo taarifa zako. Wamekupa taarifa ya tosha. Ndipo Mordekai akasikia taarifa zimesainiwa, hakuna Myahudi atapona. Akasema, kuna haja gani ya kuvaa suti na mbele yangu kuna tangazo la kifo? Yuko yeye aliyebatilisha matanga kuwa machezo. Nitamwendea kwa gharama yoyote. Akavua nguo zinazosababisha ibada isiende, akaziweka. Akachukua gunia, akachukua majivu badala ya kofia na kilemba, akaweka majivu. Halafu akafanyika kuwa kituko mtaani. Halafu nasema yake imebadilika, anaanza kubweka kama mwenda wazimu, lakini ndani ya mwenda wazimu iko hekima ya kimungu. Akapita mtaani anapiga kelele, hatutakufa bali tutaishi, tuyasimulie matendo ya Bwana. Hatutakufa. Akasema, hivi wewe unaelewa unachosema? Hautakufa mbele ya sheria ya Umedi na Uajemi. Hautakufa. Unafahamu? Fahamu. Wewe kuna mfalme mmoja aliwahi kutamba, akasema kwamba mimi Senakeribu, mimi ndio mfalme niliyokomesha miungu ya mataifa yote. Ni nani mwingine aliyewahi kuokolewa na Mungu wake? Na unajua yale majamaa yalikuwa yanapokezana ufalme, kama Ashuru akiondoka anakuja Babeli, Babeli akitoka anakuja Umedi na Uajemi. Wanatawala, wananyanyasa watu wa Mungu. Wana wa Mungu, dhambi ni mbaya ujue. Dhambi. Hakuna kitu kibaya duniani kama dhambi. Dhambi inafilisi, inatesa. Mordekai alipojua, akasema, no way out. Bila ibada haponi mtu. Bila ibada haponi mtu. Bila maombi haponi mtu. Akavua makanzu yanayopendeza, akavaa magunia yanayompendeza Mungu. Naomba uvae tabia inayompendeza Mungu. Acha kuwapendeza wanadamu. Wanadamu hawatakufaidia chochote. Mpendeze Mungu. Vaa mavazi yanayompendeza Mungu, sio yanayompendeza wanadamu. Biblia inasema Mordekai akaona haitoshi, wote wanalia, hawana jawabu. Akaambia hivi, wewe unayekuja kuniletea message kutoka kwa huyu Malkia, nenda kamwambie hivi, asijidhanie ataokoka. Akinyamaza kimya, asiingie kwenye ibada pamoja na sisi, aamini ya kwamba anakwenda kufa. Lakini akiungana na sisi kwenye ibada, mtu mmoja niitikie amina. Ukiungana na sisi kwenye ibada, hata kama kuna tangazo la kifo, kifo kinakwenda kubatilishwa. Lakini sharti uungane na sisi. Esther mjomba wangu, sikia. Acha kusikiliza sheria za Umedi na Uajemi. Achana nazo.
hazikuhusu. Kinachokuhusu ni Mungu wa Yuda. Mwanangu, unanisikia au unisikii? Esther akasema anachokisema kina akili hiki. Akasema mjomba, nimekuelewa, lakini sharti moja tu. Akaungana na kusema tuwe na siku 3. Unajua aliyependekeza maombi ya siku 3 kavu ni Esther. Ukishatiwa akili ya kimungu, unajua hata majira ya kufunguliwa kwako. Akaambiwa kwamba kawaambie watu wote wanyamaze kula, acha starehe. Unalalaje usingizi? Mambo yako hayaendi. Hivi unapata wapi ubavu? Hiyo neema umeitoa wapi? Hela huna, kazi haipo, halafu nalala. Unafuturu kutoka tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Disemba. Hiyo neema umeipataje? Yani katika watu wanaonishangaza duniani, yani Januari 1 ni anabugia mpaka tarehe 31 Disemba. Hiyo neema mwenzetu umepata wapi yani? Wapi huko ulikoipata? Esther anatangaza, waambie siku 3, kitoto kichanga weka pembeni, maharusi tenganisha, itolewe talaka ya muda. Hakuna starehe mbele ya macho ya kifo kiko mbele yetu. Tutakapobadilisha mauti kuwa uzima, tutaingia kwenye sherehe, lakini saa hii ni ibada. Nisikie amina. Saa hii ni ibada. Wakafunga na kuomba. Kakisome kitabu cha Esther. Mimi nakipendaga. Waliokuwa wanakuandikia kufa, wanaenda kufa, mimi naishi. Mtu mmoja seme amen. Bishop Nywage, kilitokea kituko 2020. Niko chuo. Hali ya uchumi wangu haikuwa nzuri sana. Ilikuwa vibaya mno. Sitasahau. Niko mwaka wa kwanza tu chuo. Napokea taarifa, mama, pressure imepanda. Mama mzazi, imepanda Na ndio siku ya nikamnunulia mama simu. Kilichosababisha nimnunulie mama simu ilikuwa ni hiyo pressure yake. Nikamwomba jirani, nenda kwa mama hapo. Nikamwambia, mama kulikoni? Analia. Niambie. Analia. Nikasema kulikoni? Anasema namkumbuka mdogo wako mliomzika mwaka jana. Nikamwambia ndio. Anasema zamu yako inafuata. Mimi? Yaani mimi? Aliyesema mimi nakufa nani? Anasema unamfahamu fulani? Nani unafahamu? Unamfahamu fulani? Ndio. Akanitajia watu 5. Nikamwambia amesema wameungana pamoja. Wamesema wanahakikisha mwaka huu wewe ndio nyama yao. Nikamwambia ndio hilo ninakuuliza. Akasema ndio. Nikamwambia tulia. Ninakuja, cha kwanza nakuletea wali ule vizuri. Na ninakuletea na kuku uendelee kufuga. Halafu mimi mwenyewe nitakuja. Sifi, utanikuta mzima. Taarifa. Kuna watu hapa wanatembea na taarifa. Na kwa sababu ni mvivu wa ibada, taarifa zitakumenya wewe, utaota na vidonda vya tumbo kwa sababu ya taarifa. Yaani ni kama Mungu alikuwa ameniongoza 2020. Nilikuwa nimekusudia hakuna mwezi utapita sitakuwa na maombi yasiyopungua siku 7. Yaani nilikuwa chuoni, na ukifika chuoni najua wanatufundisha sema kidogo unapokuwa chuoni lazima ule ili ubongo wako ukae vizuri. Mimi sikuamini sana ile sentence. Sikuamini sana. Sikuiamini sana. Nikabaki hiyo na huo msimamo. Naombea, mzigo mkubwa ulikuwa kwenye familia. Nazungumza ibada, wana wa Mungu. Asiwepo mvivu wa ibada. Nikatangaziwa hilo tangazo. Sasa nikasema mama ndio linalomsumbua hili. Nikamwambia sasa huyu kumponya na pressure yake, ngoja nimnunulie simu. Nikamwambia mama, umepata hela yote? Nikasema tenga shilingi 50,000. Nenda dukani nunua simu. Mpostie mama imkute. Ni mzee wa miaka 85. Sasa hivi ana miaka 90 hivi. Anafundishwa namna ya kupokea kila siku. Nikamwambia mama upo? Nipo, leo sijaenda hata sijatembea. Nikamwambia kesho unatembea. Wacha nikuombe. Na nilinunua simu kwa ajili ya kufanya ibada pamoja naye. Nikiingia kwenye ibada, ninapomaliza namuita mama. Mama, kwa jina la Yesu uishi. Hautakufa.
sitakufa. Kama mimi mtoto wako sitakufa. Lakini mwanangu, wametangaza, unajua wamemaliza wengi hapa kijijini. Nikamwambia wao walimalizika, mimi simalizikagi. Ninaye Yesu anayeishi, maana si mimi tena bali Kristo ndani yangu. Unajua lazima uwe na kiburi sana unapokuwa na Yesu ndani. Na unajua hofu nyingi ni kwa sababu umepishana na Yesu. Na acha kupishana na Yesu. Yesu acha awe rafiki yako. Ukiamka asubuhi nasema Yesu umenipa afya, asante kwa sababu nakwenda kulima kitalimika. Umenipa afya, duka litauzika leo. Maana umeniokoa, ni mzima. Wachawi wamedunda mwamba, ninatembea kifua mbele. Nilivyomaliza, nilivyofunga chuo, sikwenda hata nyumbani, nikachepuka nikaenda kijijini. Fika pale nikamwambia mama, kulikoni? Akasema mimi siwezi kusimulia vizuri. Wacha nikuletee watu walioisikia ibada ya kusimika watu watatu. Mmoja wewe mwenyewe ulikuja kumzika, wa pili ndio wewe. Nikamwambia ni nani? Mwambie aje. Kumbe letwa naye ni ndugu yangu. Akamwambia baba, yani kaka, tuko hali mbaya. Marehemu atarajiwa ndio sisi. Nikamwambia wewe usinijumlishe mimi kwenye mauti. Mimi nina jumla ya watu walio hai. Usiniletee hizo habari hizo. Akasema hivi, unamfahamu fulani? Nikamwambia wote nimetajiwa. Anasema walienda na kondoo weusi kwenye msitu fulani. Unafahamu? Ndio. Akasema walitaja jina kwa masikio yangu. Jina la kwako ni la pili. Nikamwambia sasa wewe dogo ndio unanielewa. Sasa hebu piga magoti. Mimi nataka nikuombe, kuokoka utaki, lakini utaponea kwangu. Hautakufa. Ukiona 2020 imeisha, 2021 nipigie simu. Nikaomba maombi pamoja na mama na yule mtoto mwingine. Nikamwambia kwa taarifa yenu, mwaka huu tunadunda na tutakula Christmas, wewe nipigie simu, nitakuletea vyakula. Mpaka leo yuko hapa Mpinge anatembea. Wachawi walijipanga vyovyote walivyotaka. Ukisha tangaziwa hilo sio la kwako, na utalifuta tangazo kwa njia ya ibada. Ibada yako itaondoa hilo tangazo la adui yako. Wamekwambia hautaolewa, wamekwambia wamesema huko standard. Standard ya wanadamu ni ya ajabu. Juzi hapa nilikuwa nafungisha ndoa kanisani. Binti wa miaka 38 anaolewa. Kila mmoja alishika kichwa hivi. Siku hizi kuna ukorofi unatokea duniani, wanawaita manani wale mashangazi. Asante mama. Wanaita mashangazi. Mimi nawapenda mashangazi. Kesho watakuwa wa mama, hawataitwa mashangazi tena. Ibada itaamulia. Baba, ulinifundisha siku moja, uliendaka kufanya maombi, binti zangu hapa hawaolewi, tumeamua na mama twende mahali siku 7. Kwani niliiacha? Na achaje? Kuna watu, baba, mwaka jana nimekula hasara kwa ibada ya maombi ya siku 30. Naombea vijana wapate ajira. Na hapa ni kanisa la kwako baba askofu, liko kama la kwangu. Hivi vijana ni wengi. 85% ni vijana. Walipata ajira kama mto uliokuwa umezuiliwa, sasa umefunguliwa. Walihama hapo kanisani, Bagamoyo, Mwanza, sijui Mbozi, na mtoto wa kwangu wa kumzaa naye katupwa Mbozi. Wote kwaya yenye watu 30 nikabakiwa na watu 15. Wote wamepata ajira. Nikasema heri nibaki na mtu mmoja, lakini maombi yameleta matokeo. Ibada inaamua maisha yako. Hivyo natia moyo kanisa la Kristo, acha kwa mvivu wa ibada. Mordekai aligundua ibada itabadilisha mauti kuwa uzima. Alibadilisha. Kwa taarifa yako, Mordekai alifichiwa mpaka CV yake. Soma vizuri Biblia. Biblia inasema kisha mfalme akakagua vitabu, akaja kugundua kuna mtu alitoa siri ya kutokuuawa kwake. Akasema huyu mtu aliyetendewa hivi, Hamani njoo. Huyu mtu alimtendea nini? Akasema hakuna alichotendewa. Akasema aliuliza kwa wengine. Alafu akasema nani yuko bewani? Akasema Hamani yupo. Akamwambia mwite Hamani. Adui zako. Bishop alituhubiri Jumapili kama mnakumbuka. Anasema lazima mtambue waliobeba hatima yako.
Wacha niongeze baba. Unajua anayetafsiri hatima yetu sio wale wanaotupenda. Wanaotafsiri wewe ni nani sio wale wanaokupenda. Wanaotafsiri wewe ni nani ni wale wanaokuchukia. Wewe angalie tu kaka zake wa Yusufu, wanaambia ina maana wewe utakuja kututawala sisi. Kumbe wanajua. Kwa hiyo wanajipinda ili adui yako ndiye anayetafsiri wewe ni nani. Wacha nikwambie, kuna mtu anachelewa kunielewa. Yule anayekuchukia ndiye anayekutafsiri wewe ni nani. Tuko sawa? Wacha nikwambie mfano halisi kwenye Biblia. Kuna mtu mmoja anaitwa Msamaria, mwanamke. Si ndio? Alipokutana na Yesu, unajua watu wa mataifa ndio wanaokutafsiri wewe ni nani. Na ndio maana kanisa la Kristo acha kujichanganya. Yule mama anasema hivi, yawezekanaje Msamaria na Myahudi wakakaa pamoja? Haiwezekani. Bishop, umenipa nihubiri kanisa lako. Yaani haiwezekani uwe na lugha kama mama taifa. Wanakushangaa. Yaani hata unapoenda kwenye vikoba vyao uwe makini. Kwa sababu wanataka kuangalia huyu naye kajaje huku. Ya lazima. Unajua yule Msamaria anashangaa, Yesu anapata wapi kibali cha kuongea na mimi? Sifa yangu yenyewe anaifahamu. Halo. Anayetafsiri wewe ni nani ni yule anayekuchukia. Na kwa taarifa yako, wokovu tulioupokea haujawahi kuwa rafiki wa dunia hata siku moja. Hata aliyetuletea wokovu mwenyewe alisema, sikuja duniani ili niwaletee amani, bali kuwafitinisha. Ukiona katika wokovu wako wewe unaipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Hiyo anayetafsiri wewe ni nani ni yule adui yako. Mordekai amefunga na kuomba siku 3 kavu. Maharusi nao wamefunga, vitoto vichanga vimefunga. Jibu linatoka kwanza. CV yako lazima ijulikane. Adui alikuwa ameficha, ibada imefichua. Wewe sio yule tena, wewe ni mwingine. Ibada imekuvusha kutoka hali ya umasikini unakwenda mahali fulani hivi ambapo Mungu amekukusudia. Wakati wameingia kwenye ibada, mfalme anapitia vitabu vyake, anakutana na kazi nzuri ya Mordekai. Wacha Mordekai uliyeko hapa, achana na Mordekai aliyekufa. Wewe ndio Mordekai. Bwana na ikumbuke kazi yako, aiweke wazi. Watu waanze kukutamani kwamba wewe ni mtu wa muhimu katika maisha yako. Usijidharau. Kinachosababisha ujidharau ni kwa sababu umekuwa mvivu wa ibada. Hilo tu. Hilo tu. Hilo tu. Akaagizwa Hamani, adui wa Mordekai, aje. Akamwambia, nimeiona kazi nzuri hapa. Afanyweje mtu yule ambaye mfalme ampenda? Asiye kupangiwa mahali pa kuishi na adui yako pazuri sana. Adui yeye akawaza moyoni, ni nani anayependwa zaidi ya mimi? Ashonewe vazi la kifalme. Mfalme akaweka tiki. Mimi nafikiri mfalme alikuwa na biketi. Maki ukiulizwa afanyweje, maana wewe mwenyewe hujui. Kwa hiyo kwa yule atakayekupa majibu lazima uandike. You have to write down. Akachukua. Vazi la kifalme. Akasema sawa. Nyingine, avikwe pete. Na katika nyakati zile pete ndio ulikuwa muhuri wa kuidhinisha chochote kitendeke. Bila hiyo pete hakuna kitakachotendeka. Ningekuwa ndo mimi enzi hizo, ningemwambia tapika yote, ili ukimaliza mimi ndo nitakuja. La pili, atafutiwe gari la pili kutoka kwa mfalme, likaandikwa. Halafu la tatu ndo kubwa zaidi, mataifa yote wainame mbele yake na mbiu ipigwe. Na angejua siku ile angepunguza wingi wa maneno. Maana anahukumiwa kwa wingi wa maneno yake yeye mwenyewe. Ibada bwana ni bomu. Ibada, yaani unapofanya ibada hakuna kitu kinachoonekana. Kwenye matokeo ya maombi
Hakuna bomu zuri kama lile, linapiga adui kuliko. Na ushahidi wa kibibilia ni kwamba maombi yako ufanyayo yanaingia kwenye chetezo ya Mungu mbinguni, ndio yatakayokuja kuhukumu ulimwengu. Maombi, ibada ni kitu cha muhimu. Akaandikisha yampasayo Mordekai yote, na asijue kwamba anayepewa hayo ni Mordekai. Kisha akamwambia hivi, sasa lisipungue neno katika haya ulioniandikia hapa. Kafanye hivyo kwa Mordekai. Sijajua Mordekai alikuwa bado na magunia ya maombi, sijajua. Mengine tutayajuaga tukifika huko. Akaambiwa Mordekai uje. Akaja. Akaambia gari lako, vazi lako. Na unajua vazi linatafsiriwa maisha. Na ndio maana anasema heri yeye afuae mavazi yake. Tuko sawa? Mavazi ya Mordekai yakabadilishwa. Sema ndio nguvu ya ibada. Nguvu ya ibada ibadilishe tabia, ibadilishe muonekano, ibadilishe huduma yako, ibadilishe maono yako. Ibada ilete maono mapya badala ya mazoea. Ibada ivunje liturujia ya kula mkate kila siku ikuletee sausage kesho. Ibada iamue ikubadilishe. Mordekai akawa mfalme katika nchi. Tangazo likatangazwa, hakuna kifo. Sheria ya Wamedi na Wajemi imebadilishwa. Ilikuwa haibadiliki kwa wengine, kwa aliyemwamini Kristo inabadilika. Kwa aliyemwamini Yesu inabadilika. Haitaendelea kuwa hatari. Hakunaga simba aliwahi kuwa rafiki na mtu, lakini mbele ya ibada ya kufungua madirisha yaelekee Yerusalemu, mbele ya Danieli, simba alitengenezewa urafiki na Danieli. Hivi naongea na mtu ete? Naongea na mtu hapa. Wacha mazingira hayo kwa njia ya ibada ya kuwezeshe upate fursa. Wacha magonjwa yanayoandama nyumba yako na malango yako yaanze kukuheshimu leo, kwa sababu ibada inaamua. Na unajua tukitaka kuishi vizuri na amani, wacha ibada ituamulie aina ya maisha tutakayoishi. Hivyo ibada. Wacha nikusomee andiko lingine. Nguvu ya ibada. Nguvu ya ibada. Hili ni kitabu cha Zaburi 102. Hii niseme tena. Zaburi 102. Zaburi 102. Hii ni zaburi nzuri sana na unaifahamu. Zaburi 102 mstari ule wa 19. Nataka tuzingatie vitu kadhaa pale ili uelewe. Zaburi 102 mstari wa 19. Maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi. Sasa mstari wa 20 ndio wa muhimu kwako. Anasema hivi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa. Ili akusikie kuugua kwake aliyefanyaje? Aliyefanyaje? Aliyefungwa. Yaani Mungu anataka asikie. Unajua Mungu hawezi kukufungua kama hasikii. Wana wa Mungu, twende polepole tusome Biblia yetu kwa raha zetu, si ndio? Mungu hawezi kufanya jambo linalokutesa kama wewe haujalisema. Yaani kama husemi, Mungu analiratibu kwamba umeridhika nalo. Anasema kutoka patakatifu ameiangalia nchi, ili aangalie kuugua kwake aliyefungwa. Tuko sawa wana wa Mungu? Kuna maeneo kadhaa kwenye maisha yetu yamefungwa. Hatuoni mpenyo kirahisi hivyo. Ibada itaamua. Naongea na mtu aliyeokoka. Ibada itaamua. Wacha pawe pamefungwa, lakini ibada itafungua. Wacha pawe pamekataliwa, ibada itafungua. Hata kama watanikataa leo, kesho nitaenda madhabahuni kwa Mungu, lazima patafunguliwa.
Sikia amina katika nyumba ya Bwana. Halafu anasema na kuwafungua walioandikiwa kufa. Wewe haujawahi kuandikiwa kufa. Mimi niliwahi kuandikiwa kufa mwaka 2020 kabisa, na walipanga katika kitu ambacho nakishangaa, na unitegee sikio. Anayetaka kukuua, naomba uzingatie hicho. Anayetaka kukuua anafanya ibada na anatoa na sadaka. Bishop, hili ndio kizazi unachotuacha sisi. Hiki kizazi unachotaka kutuacha, usituache haraka hivyo. Wacha Mungu azidishe miaka yako ya kuishi. Wacha niwaambie wana wa Mungu, anayetaka kukuua, anayetaka kukuangusha ofisini kwako, anayetaka kuharibu sifa yako ofisini kwako, anaenda kwenye ibada yake na anatoa sadaka. Halafu wewe unakuja kwa Mungu wako aliye chanzo cha vyote, unakuja mikono mitupu. Yaani kama kuna kitu duniani ambacho mimi mwenzenu hakiingia akilini, ni hicho. Narudia tena, ni hicho. Wanaotaka kukuua wanafanyaje? Wanafanya ibada na wanatoa na sadaka. Wewe unayetaka kuuawa unafanya nini? Tujibizane. Wewe unayetaka kuuawa unafanya nini? Ndio kwanza unainua mkono wa kulia na wa kushoto, asante Yesu. Halafu ndio kula yako hata kipimo, unaingia ofisini mahali ambapo wametoa makafara. Mimi akilini kwangu haijawahi kukaa. Haijawahi. Yaani mimi kutoa sadaka kwa Mungu wangu sio mtihani, na wala sio adhabu, na wala sio msiba. Kwa sababu kisha kosa kutoa sadaka umekosa ibada. Hiyo ndio tafsiri. Hakuna ibada bila sadaka. Wanaotaka kukuua wanatoa sadaka. Wewe unayetaka kuuawa, yaani hii ndio ajabu. Kama hujawahi kusikia, hii ndio ajabu. Na ndio maana wacha nikwambie, yale majamaa yametoa, na ninasimuliwa na mdogo wangu, wametoa kondoo, na wale jamaa hawanaka mchezo. Miaka ya 92, miaka ya 92, wakati huo mimi ndo niko na mwaka wa 3 nafanya kazi. Mwaka 92 aliletwa mwalimu hapo kwenye kijiji cha kwetu. Walimuondoa mzima wakaenda kumlaza bwawani, kwenye bwawa la maji. Wamemlaza hao wazee 5 hao. Wamemlaza hapo, wamemwangalia. Kisa amepiga mtoto wao. Wamekaa. Wakaacha mpaka ilipofika saa 11 wakasema, "Mwalimu, mbona umelala huko mtoni na hauna nguo? Nenda zako. Usirudie kupiga watoto wetu." Baba alirudi mbio, speed, anakatiza vichakani ili aende akajisitiri, maana walimtoa wakamlaza. Ndio hao wametangaza mpinge unatakiwa kufa. Nikamwambia hata hawamjui yeye niliyemwamini. Hajawahi kutishwa na mauti. Yeye achanaye hati ya mashitaka yuko ndani yangu, na kufaje kizembe hivyo. Siwezi kufa namna hiyo. Waliookoka hawafi kizembe hivyo. Hawafi hivyo. Naongea na mtu aliyeokoka. Kama wale wanatoa sadaka kwa Mungu wangu, nitatoa sadaka. Nitaenda kwa Mungu wangu nikiwa na sadaka ya shukurani. Maana hayuko wa kuabudiwa zaidi ya yeye. Aliyefanya tuliokuwa sio kitu, leo ni kitu. Aliyetufanya hatujulikani, lakini leo tunajulikana. Watu walitutupa, leo wanatuhitaji, kwa sababu yeye aishie ndani yetu amevalue maisha yetu. Alo, nisikia amina kwa watu waliookoka. Mbona mtu unajidharau hivi? Unajua una Mungu anayeabudika. Sijui kama ni Kiswahili. Una Mungu ukimwabudu analeta majibu. Maombi yalimpeleka Mordekai kwenda kuwa waziri mkuu pia. Kutoka kwa mfalme, step inayofuata alikuwa Mordekai. Maombi yalisababisha Amaleki wapigwe kwa kijana anayeitwa Joshua,
ambaye hana ujuzi na ufahamu wa vita aliangamiza hilo taifa korofi kwa watoto wa Mungu. Maombi ya Musa na Huri na Haruni kule mlimani walipopanda, na ndio maana maombi yakinyamazishwa lazima utapigwa, lakini maombi yakiwaka moto lazima ukombolewe. Ibada inapowaka moto lazima bendera ya ushindi ya Yehova Nisi itapepea, hata kama vita itakuwa kali. Ibada. Natia moyo mtu mmoja, ibada yako ikutengenezee nafasi. Ibada yako ilete vile vilivyofichama. Ibada yako iuishe CV yako, ukubalike kila mahali. Ibada yako inue maisha yako. Ibada yako ibadilishe historia yako. Historia yako ibadilike. Ibada inue maisha yako. Naongea na watoto wa Mungu. Unajua hatujaokolewa tuwe watu fulani, watu baki. Sisi ndio wafalme wa ulimwengu huu. Na Yesu harudi haraka kwa sababu anajua tuko hapa. Ametuamini, ametuweka kwenye hiyo kazi. Tukishaimaliza parapanda itasikika. Halafu walio watakatifu wasiojichanganya na chochote, wanaosimama katika kweli ya Kristo, wataliona hilo jua likimwachia mwana wa Adamu akishuka kuja kuchukua walio wake. Lakini tumeweka tuabudu. Tumewekwa tuabudu. Na ndio maana kizazi chetu kinanitia uchungu. Ibada haziendi kwa sababu watu wamejaza maluelue kichwani. Digitali inasumbua watu. Nakuta ibada zifanyiki katika kweli. Mimi sijajua hakuna sanamu ngumu duniani kama simu. Yaani kama kuna sanamu duniani leo, usije ukaninukuu vibaya ukafikiri simu ni dhambi. Simu ni moja ya chombo kinachotuwezesha kuwasiliana na kila kitu kinatendeka kwa simu. Lakini hakuna sanamu mbaya kama hiyo. Umeinunua 500,000 kwa hela yako, halafu ukiifungulia tu inakuletea mapicha ya aina za ajabu. Halafu badala ya kuselect, kwa sababu ibada ikikosekana, Biblia inasema nafsi yenye njaa huona vitu vichungu kuwa ni vitamu. Yaani ukishakosa kuwa na ibada, yale maluelue kwenye mitandao unaona ndio vitu vya kisasa. Ndio unaona, usipoona hivyo. Na ndio maana watu wavivu wa ibada na wavivu wa kutoa sadaka wanatoa sana kwenye mitandao. Hiyo imekufikia. Najaza bando halafu linakuua. Bando la GB 10. Hivi unafanyia nini? GB 5. Yes, kuna wengine kazi zao, nature ya kazi zao zinahitaji kufanya hivyo. Ni moja ya kifaa cha kazi. Mimi sikatai. Mimi ninachotaka kuzungumza, ibada iwe na uwezo wa kuzuia macho yako. Ibada yako iweze kupofusha kwa habari ya dhambi, uwe haki kwa habari ya haki. Naongea na mtoto wa Mungu aliyeokoka. Maana hiyo mitandao hiyo ni rafiki sana. Tunafikisha habari, tunafikisha ujumbe, tunaweka tunalipa gharama za maisha kirahisi kwa kutumia simu zetu. Simu ndio TV yako, simu ndio redio, simu yako ndio benki. That is okay. Lakini hizo picha zinakuhusu. Na ndio maana ibada hasina matokeo. Na unajua, wacha nikwambie, kama una Roho Mtakatifu ni mwaminifu kwako, ile unapiga magoti tu unakuta tu ile picha inakuja. Na hili je? Na hiyo ibada vinalingana? Ibada zinafia hapo. Wana wa Mungu, tuchukue tahadhari. Simu ni njema, ni nzuri, lakini wacha Roho Mtakatifu aweke speed governor ndani yako. Si kila eneo unaweza ukapitia. Maeneo mengine tu ni ya kijinga tu. Yaani kwa mfano ukiingia tu TikTok, yaani
Mimi sijawahi kuelewa Instagram yani una select, utapata taarifa iliyo sahihi ni chache mno. Mimi sikuzuii kutumia simu yako, tumia, lakini itumie katika namna bila kuharibu maisha yako ya wokovu. Ibada yako isivunjwe. Na ndio maana ibada yenye maluweluwe haina matokeo. Ibada iliyojaa mapicha picha na madudu ya ajabu ajabu haina majawabu. Naongea na mtu aliyeokoka. Jinusuru na kizazi kinachopotea. Jinusuru nacho. Yes, ingia WhatsApp, weka message. Zamani kwa na tracks, tulikuwa nabandika kwenye baisikeli, kwenye gari, Yesu anaokoa, Yesu ni Bwana. Mimi nampongeza baba kwenye grupu la Shalom Family, na mimi ni mwanachama mle. Nafurahia sana shule ya kila siku. Hivyo kwa nini hatufanyi vile? Na ndio maana ulimwengu tuliponyamaza, baba, tuliponyamaza ulimwengu umepanua kinywa, unazungumza na sisi. Na ndio maana dunia inaingia kanisani na wala kanisa haliingii duniani. Hii ndio shida. Hii ndio shida. Tukinyamaza dunia inatusemesha. Heri tuisemeshe dunia, maana itageuzwa, tutaiathiri dunia, itakuwa takatifu na wala haitatushambulia. Na ndio maana ni kosa la kiufundi kwa mtu aliyeokoka. Yani siku inakatika, umepita Ngamiani, barabara ya 12, barabara ya 8, hata hujamwambia Bwana shalom, Yesu anaokoa. Ukija kanisani kuna kituko, kuna mhehe mmoja anafundisha, twende pamoja. Unajua uhitaji ushuhuda wa ajabu, we mwambie njoo tu pale kwa Bishop Nywage, utakwenda tu, we njoo tu. Asema mimi na dini yangu, we mwambie na kule ni dini, njoo. Akifika atakutana na ibada iliyo hai yenye majibu kuhusu maisha yake. Jamani, duniani tunafanya ibada. Duniani kuna ibada zinafanyika, lakini hazina majibu kwa watu. Wacha tufanye ibada zenye majibu kwa watu. Wacha tufanye ibada zenye majibu kwa watu. Nakumbuka kuna siku niliomba maombi, nikasema huyu mama amepitia kwenye mikono ya watu wengi. Na hakuna kitu kibaya kama mwanamke aliyeolewa kukosa watoto. Akina mama poleni. Hamna kitu kibaya kama. Kanisa kwangu nimekuwa na wanawake 3 waliochelewa kupata watoto na waliokuwa anapata ujauzito halafu unaharibika. Hamna kitu kinachonitesa mimi kama kile. Kuna siku niliomba maombi yalikuwa magumu nafikiri. Alikuja mama amehamia hapa na mume wake wanafanya kazi. Akaniambia huu ni mwaka wetu wa 7, hatujafanikiwa kupata mtoto. Akasema tumejaribiwa mpaka kutoka kule kanisani kwetu, tukaona hakuna majibu, tukaenda kwa wale wauzao maji na yale matakataka mengine yani, mnayajua. Nisiye nikamsema sana, anaweza kawa shangazi wa mtu. Nikamwambia kwa hiyo mwaka wa 7 baba, mwaka wa 7 Nikamwambia hivi, munirudie baada ya siku 2. Mwende. Wakaenda. Baada ya siku 2 wakaja. Mimi nikashuhudia, nikamwambia watu hao ni kama vile yani wameandikisha wao sasa ni tasa, hawatazaa mtoto tena. Nikamwambia naomba muamini jambo hili moja. Yeye aliyetengeneza mimba kwa mwanamke wa miaka 90, yeye aliyetengeneza shauku kwa mwanamume wa miaka 100, amjue mkewe watengeneze tutoto. Katoto kakazaliwa. Naomba muamini huyo. Wakasema naam baba, tunaamini. Nikamwambia hivi, ni ninyi na mimi, maombi yetu ni ya siku 7. Nyie mtakuwa mnakula
chakula jioni. Mimi jioni nitakuwa nakunywa maji siku 7. Mimi nakunywa maji, nyie jioni mwe mnakula chakula. Nataka nikwambie siku ya 7, unajua nilimwambia Mungu, nikamwambia sasa leo tunamaliza maombi. Mungu, kuna makahaba wamezaa watoto wametupa mtaroni. Walipataje neema ya kutungisha mimba halafu huyu mwanamke asibebe ujauzito? Nikamwambia Mungu, nisikie leo na iwe siku ya kuumbika mtoto kwenye tumbo la mwanamke huyu. Leo Mungu utusikiae na kupigia makofi, kwa sababu sifa zote ni zako, haujawahi kushindwa chochote. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nikamwambia wanangu, nendeni, mtakuja kuniambia. Imani ni tofauti na mazingira, ni tofauti na tangazo, ni tofauti na kauli ya daktari. Wakaenda nyumbani. Baada ya mwezi mmoja tu, mama hajambo, anaagiza ndimu na udongo umfikie. Nikamwambia kitaeleweka. Na nikamwambia hivi, ukiona huyo katoka, hauhitaji kuchelewa, lango likifunguka. Ni jumla tunavyozungumza na watoto 4. Ibada kwa Mungu wetu, kwa huyu Mungu huyu aliyeniokoa, aliyenitoa kwenye ukoo wa kumiliki uchawi, ambao hata vitovu vyetu hatujui viko wapi, vilikatwaga vikapelekwa huko. Huyu ukimwabudu huyu, lazima maisha yako hautakuwa hivi ulivyo, hautakuwa hivi. Nasema hivi, hautakuwa hivi ulivyo, hautakuwa. Bishop, ninakuja hapa, akina Mpinge pale kijijini na kwenye kata ya kwetu wako akina Mpinge wa kutosha. Wewe umetembea wilaya Mufindi, kuna eneo moja linaitwa Mapanda. Ukimkuta Mpinge yeyote maarufu, ni mganga wa kienyeji au ana wake si chini ya 20. Babu yetu alikuwa na wake 21. Huyo alikuwa akifika nyumbani anaagiza anachotaka. Akikuta una mbuzi, una kuku, una ng'ombe, anasema naomba yule ng'ombe mswage mpeleke. Ukikataa, kesho wanapiga ngoma ya msiba, wanaenda kuzika. Ndio ilikuwa hivyo. Na ndio maana napata shida kuhubiri kizazi hiki. Kimezaliwa kwenye kipaimara, kimezaliwa kwenye wokovu. Yani kameombewa kitanda, sakafu, kameombea kila mahali, kameombewa. Kanapelekwa saluni, maombi, kila kitu. Kwa hiyo kapo tu, yani ukishuhudia kwamba kuna ibada ya kumaanisha, kanashangaa na hii kunena kwa lugha ndio nini. Kanaona kama ni fashion ya ajabu. Ukinena kwa lugha umelala, umeanguka hapo, kanashangaa kwamba umepungukiwa nini. Na ndio maana Mungu anajifunua kwa mambo ya kijinga, aliachana na hekima za wanadamu. Maana kwenye mambo ya kijinga ndipo mahali ambapo Mungu anatokea. Na ndio maana mimi wanashauri mabinti wote waliookoka, acha kuvaa hizo zinazoonekana kwamba zinakuuza. Ndugu yangu wewe, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unauzika. Unakuta binti wa watu ni mzuri, umeumbwa, halafu navaa nguo basi na kutembea umebadilisha na mwendo. Uko hivi kisketi chenyewe kinakutesa. Sinaga uadui na mavazi, lakini kwa kusema kweli hata Biblia imeainisha at least jisitiri. Hivi ungemsoma Esther sura yake, wewe sikiaga tu anaita Malukia, lakini hakuwa na sura yote. Mungu akikukusudia wewe mtoto, Mungu akikusudia wewe bonge la mke, wakati wengine wanasema una sura, ndio Mungu anaagiza wakukute wakuoe wewe. Shida ni ibada. Shida ni ibada.
kila aliye na ibada lazima imdhihirishe Mungu kwenye maisha yake. Hiyo ibada. Mtu mmoja aseme pamoja na mimi, ibada. Sema tena kwa nguvu, sema ibada. Yaani unataka kuwa na makali ya maisha, adui asikuonee, adui akukimbie. Ukinena unatema moto, ukizungumza kwa wachawi wanafitinika. Wewe uwe na ibada. Na ndio maana mwenye ibada anaingia popote, anatembea popote, kwa sababu Mungu yu pamoja naye. Na ndio maana Yusufu kwa ibada, akiwa shimoni, asante Yesu. Akiuzwa, asante Yesu. Akaenda kwa Potifa, asante Yesu. Akitiwa gerezani, asante Yesu. Jana tulikuwa na Bible study pale nyumbani kwa baba. Baba akatufundisha somo zuri sana. Nilikuwa sijawahi kulisoma vizuri kama alivyosema baba. Ilikuwa ni kisa cha Paulo na Sila kukamatwa na kunyukwa fito za kutosha. Wamejaa michirizi, fimbo. Unajua fimbo za hasira hazinaga idadi. Nyewe walimu mko hapa, unasema wewe adhabu yako ni fimbo 3. Lakini sio Paulo na Sila. Na unajua kituko walichokifanya cha kunyang'anya uchawi wa mtu, tumaini la watu, mji ulitaharuki. Walipiga wale jamaa kama kipigo cha paka mwizi. Piga. Halafu wakaweka mikatale. Nilikuwa nasoma neno mikatale ni mbao 2 zilizochekiwa, zina nafasi. Halafu wanakuambia tumbukiza miguu, halafu wanabana huko, wanafunga na bolt, na huko wanafunga na bolt. Hiyo miguu inabanwa hapo, wanafunga na bolt. Ndio inaitwa mkatale. Halafu akina Paulo wakakaa hapo gerezani. Hakuna kufunguliwa kama hakuna ibada. Paulo na Sila wakajua kufungwa, tumefungwa. Tunaokoa nini tukinyamaza kimya? Hakuna kinachookoka. Lakini tukianzisha pambio kitaeleweka. Yeye wa kusifiwa akitoka kwenye kiti chake lazima ashuke, atasikia. Wakaanza. Sijajua maana pambio la Israeli ilikuwa kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwanangu uje utunge hilo pambio. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yaani weka some Zaburi ya 136. Ina kiitikio kwa maana fadhili zake ni za milele. Paulo na Sila bila shaka waliimba lile pambio. Wakaimba. Na unajua mkianza kufanya kituko lazima watu watekewe. Wakamwambia jamaa sasa wameingia leo, wameshazoea gereza kiwango cha kuimba. Pana raha gani hapa? Kuna watu wanasubiri raha ije ndio waimbe. Niwe na shida nitaimba, niwe na raha nitaimba. Maana ninayemwimbia hajawahi kuacha mwenye dhiki aendelee kuwa na dhiki. Wakaimba. Walipoimba, Biblia inasema hivi, lile gereza hawajawahi kuona tetemeko kama lile. Unajua matetemeko tuliozoea sisi, unaweza kusubiri tu ikapita ngingingingi ukasikilizia, sio lile. Wewe unafikirije linatikisika? Ilo tetemeko limekamata mpaka milango, halafu milango inafunguka. Ibada lazima ikuondoe kwenye kifungo chako. Wapi wamefunga maisha yako? Nataka nikwambie, njoo kwenye ibada hii, hautakosa kufunguliwa. Narudia tena, hautakosa kufunguliwa. Yeye anayetazama kutoka patakatifu pake. Mimi najivunia kitu kimoja, lugha iliyotumika hapo, anasema kutoka patakatifu pake ameiangalia nchi. Na akiangalia nchi anataka amuone mtu huyu mmoja ambaye ni wewe. Anataka asikie kilio chako ili aje akufungue. Maana walifunga biashara yako haiendi. Maana walifunga haujulikani. Maana wamekufunga kila mahali, ukijaribu unaona kama sio sahihi. Nataka nikwambie hivi, kuna nafasi zingine zimefungwa na adui. Ibada inakwenda kufungua. Naongea na mtu aliyeokoka. Ibada yako inakwenda kufungua. Acha kama kwamba haitoshi. Huduma yako itakuwa na makali kwa sababu ya ibada. Tunapofanya ibada, tukitoka tunakuwa na moto mwingine. Tukifika kila mahali tutakachokigusa kitatuitikia, kwa sababu Mungu amekuwa pamoja nasi. Ibada inahuisha utumishi tulionao. Na ndio maana kanisa letu leo
Tunapotia uvivu wa ibada, Mungu anashangaa. Kuna andiko moja silikumbuki, mimi sio mwandishi wa Biblia, ni msomaji wa Biblia. Kwenye kitabu cha Isaya anasema akastaajabu, yaani Mungu kustaajabu, akastaajabu akaona hakuna mwombezi. Yaani umezungukwa, chakula cha shida, afya ni ya shida, kila kitu hakiendi sawa, halafu umenyamaza, haufanyi ibada. Hivi unatazamia kitu gani? Anasema hivi, akaamua atende kwa ajili ya jina lake tu. Wana wa Mungu, vitu mema yote mengine tunayoyapokea sio kwamba tumeomba. Mungu tu kaamua asukumie hiyo neema upate hiyo nafasi, lakini kwa kusema kweli hata kuomba haujaomba, lakini Mungu akaachilia hiyo nafasi uipate. Yumkini utamkumbuka. Naomba nimkumbushe mtu, hiyo afya ni Mungu tu ameamua ije, sio kwamba uliomba, ila tu Mungu ametaka umkumbuke. Kwa sababu kuna vitu vingine, we tazama, ukienda kulala unapoteza fahamu zote, na wachawi ndo wanatembeaga nyakati hizo, halafu naamka asubuhi hakuna kinachokuuma, ni Mungu tu ametenda. Naomba mtu mmoja hapa auishwe kwenye ibada. Naomba mtu mmoja awe na urafiki na ibada. Naomba mtu awe na urafiki na maombi, uwe na urafiki na mafundisho, maana yatakutoa mahali ulipo, utakwenda ngazi nyingine. Acha hekima ya Kristo iwe juu yako. Bwana inue maisha yako, Bwana badilishe maisha yako, Bwana badilishe maono yako, Bwana fute hatia yako. Hauna mashitaka, nasema tena, haushitakiki mradi unamwabudu Mungu. Na ndio maana hebu nikusomee andiko la mwisho alafu tuondoke. Nikusomee andiko la mwisho kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4. Wacha nimalizie hapo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ule wa 24, halafu tutasoma mstari ule wa 31 na 33. 24 anasema hivi, nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema. Yani hapa ndo napenda, yani natamani mtu jione leo ampazie Mungu sauti. Mpazie Mungu sauti. Taarifa ulizo nazo sio sahihi, mpazie Mungu sauti aende aokoe maisha yako. Anasema wakampazia sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Halafu mstari ule wa 31 anasema hivi, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Nisikie amina katika nyumba ya Bwana. Ibada yao ndio iliyosababisha kanisa linahuishwa. Tunapofanya ibada, tunapomfanyia Mungu ibada, hata kama tumekatishwa tamaa, hata kama tumevunjwa moyo, hata kama watu wametukejeli, tunavikwa nguvu mpya. Naam, tutakuwa kama tai walionyonyoa manyoya kwa upya, mwendo utaongezeka. Wametukatisha tamaa, lakini tumeingia kwenye ibada, tumeuishwa. Naomba usimame mahali ulipo. Natamani kuombea ibada ya mtu. Natamani kuombea ibada ya mtu. Naomba usimame mahali ulipo. Yesu. Mara nyingi natamani watu tuombe kwa imani. Shuka Bwana kwa uweza na nguvu. Shuka Bwana na nguvu zako, ututembele. Yes Bwana. Bwana shuka
Shuka Bwana, shuka Bwana, kwa uweza na nguvu. Shuka Bwana, shuka Bwana, yes Bwana, kwa nguvu zako. Tembea kati yetu, ututembelee we Bwana, Bwana, shuka, shuka Bwana, shuka Bwana, kwa uweza na nguvu. we Bwana, shuka Bwana, na nguvu zako. Bwana, shuka ututembelee. Bwana, tembea Bwana, we Yesu, we Yesu, Bwana, shuka, sema shuka Bwana, shuka Bwana, yes Allah, kwa uweza na nguvu. Shuka Bwana, we Bwana, na nguvu zako. tembea kati yetu Bwana, usituache mfalme Bwana, yes akarabo shuka, inua sauti, sema Bwana, shuka Bwana, shuka Bwana, kwa uweza na nguvu. wewe Shuka Bwana, yes yes, na nguvu zako. tembea Bwana, we Bwana, yes Allah baba, shuka. inua kinywa chako, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Mungu akuuishe, mwambie Bwana afanye upya maisha yako. Na ikiwa uko hapa unatamani uamsho wa kiibada, waweza ukaja hapa tukafanya maombi kwa ajili yako. Waweza ukaja hapa tukafanya maombi kwa ajili yako. Waweza ukaja hapa tukafanya maombi kwa ajili yako. Unataka uisho mpya wa ibada ndani yako, ile kiu ya ibada, naomba Bishop uje katika jina la Yesu Kristo. Baba wa milele, mfalme, achilia neema yako watoto wako hawa, e Baba, riabosata reketataraboseke ribosampaparaboshaka rebosakiriabosanta ribosatarabokosi yenerirabosaka ayobokosakimoriabosai rokosakirabosai aitateboriamasata reketairabosikimoriabosa. E Baba wa milele, mfalme wa wafalme, ndiposa uwezo wako, nguvu yako, mamlaka yako, pokea uisho ndani yako kwa jina la Yesu, 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 huishwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Roho ya neema iwe juu yako, roho ya maombi iwe juu yako, roho ya ibada iwe juu yako kwa jina la Yesu. Riabosata rekeriabosai, pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Riabosanta riabosaka yekeriabosai riabosaka baba shanda katika jina parabosaka rekeriabosa yesakaba rokosaka shandarabosai yesakaba kwa jina la Yesu. Ewe pepo, ewe pepo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Rababasaka shandarabas, kwa jina la Yesu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kipawa cha Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Kipawa cha Roho Mtakatifu kiwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe haya toka, nenda, funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pepo, funga kinywa chako, funga kinywa chako. Nenda kwa jina la Yesu Kristo. Pepo mwache, mwache, husu mali yako. Toka kwa jina la Yesu, toka. Haya, ondoka, ondoka, aga, toka kwa mamlaka, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Toka. Nenda. Pepo achia mtu huyu. Mwache kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo navunja kila kazi ya adui, nabatilisha matakwa ya shetani, nabatilisha, navunja, nafunga. Nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Uweza wa ajabu damuni mwa Yesu. Uweza wa ajabu damuni mwa mwana kondoo. Nguvu za ajabu damuni mwa Yesu. Nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Uweza wa ajabu
damuni mwa Yesu umeweza weza wa ajabu, damuni mwa mwana kondoo. Umeweza wa ajabu, damuni mwa Yesu umeweza wa ajabu, damuni mwa mwana kondoo.